katika maelekezo hayo ACT Wazalendo mambo yetu yanakuwa wazi na ukweli. Ndio mnachosimamia kama ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. Sasa hebu mwenyekiti tuambie, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hali ya kisiasa ikoje kwa sasa? Nyie kama ACT Wazalendo, wewe ni kiongozi ambaye umebeba dhamana ya kuongoza mkoa wa Dodoma kwa wanachama na wafuasi wa ACT Wazalendo. Hali ya kisiasa mnaionaje wakati tunaelekea kwenye uchaguzi? Kwa mtazamo wangu, na ni mzoefu wa vyama au chama kwa muda mrefu, nikiwa mwanzilishi katika mkoa wa Dodoma ACT Wazalendo, hali ya kisiasa kwa sasa si shwari. Kwa maana mambo ya utekaji, mambo ya vitisho, kula ambazo zinafanyika visivyo halali. Kwa hiyo mwelekeo ambao tulitarajia huko nyuma ungekuwa salama, lakini si salama. Mmekuwa na vikao vya mara kwa mara nyie na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na mmekuwa mkijadili changamoto ambazo zinawakabili kama vyama vya siasa. Pengine katika vikao vyenu vya hamjajadili hilo na kuona ni namna gani ambavyo hizi changamoto ambazo nazieleza leo kwamba zimefanyiwa kazi? Mimi nazungumzia kimkoa. Yes. Sawa. Mimi nazungumzia kimkoa. Changamoto zinazojitokeza katika chaguzi za serikali za mitaa, nafikiri 15 mpaka 20, hazikuwa salama. Kuna wizi wa kula, halafu kuna uporaji, kuna utumiaji nguvu. Kwa hiyo sisi kama ACT Wazalendo tumekuja na msemo unaosema linda demokrasia ndani ya uchaguzi. Ndio slogan yetu kwa sasa. Linda demokrasia ndani ya uchaguzi. Inamaanisha nini hiyo? Hii inamaanisha kwamba tusimamie katika kuangalia haki inatendeka katika wananchi na wanapopiga kula, ili zile kula zao ziwe halali. Okay. Sawa. Ndaki, una swali lolote kwa mwenyekiti? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafurahi kufahamu kama tunavyoelekea kwenye uchaguzi sasa hivi. Labda tujue jambo moja tu, umezungumza changamoto nyingi ambazo zimewapia au zimetokea kwenye chaguzi zilizopita. Kama ACT Wazalendo umejipangaje kuelekea sasa uchaguzi mkuu wa Oktoba, na mmejipanga vipi pamoja na kwamba kuna changamoto ambazo umeziona tayari? Sisi tulivyojipanga, ndio maana tulisaini maadili kwamba tunashiriki uchaguzi, hatususi uchaguzi. Na Dodoma tumejipanga vizuri. Tuna majimbo 10, na katika yale majimbo tuna wenye viti na makatibu. Hivi sasa tunakaribisha wanachama na ambao sio wanachama wajiunge ndani ya ACT Wazalendo kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea udiwani pamoja na ubunge kwa sasa. Na ndio tulivyojipanga, na huko tunakoendelea kwamba mpaka mwezi wa 8 tutakuwa tayari tumeshakamilisha kujua diwani ni nani na mbunge ni nani. Lakini huko ngazi ya ubunge ni kikao kitakachoamua ni halmashauri kuu ya taifa, ambayo ndio itashusha kujua kwamba katika ule mchakato nani kapitishwa kwenye ubunge katika majimbo yetu ya mkoa wa Dodoma. Jimbo mawili ya kiuchaguzi. Tuna jimbo la Mtumba, tuna jimbo la Dodoma mjini. Na huko mmejipangaje katika swala la kusimamisha madiwani katika kata zote za jimbo la Mtumba, katika kusimamisha madiwani na mbunge katika jimbo la Dodoma? Mna uhakika kusimamisha katika kata zote katika majimbo yote mawili na kupata wagombea wa nafasi ya ubunge katika majimbo yote mawili hapa Dodoma? Tena umeuliza swali zuri sana. Mimi nilianza kuzungumzia kwamba Dodoma mjini ina kata 41, halafu ni kubwa kupita. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba angalau ikatwe majimbo yawe mangapi? Mawili. Kwa hiyo ndoto ile imetimia. Tukakaa vikao vyote ngazi ya mkoa, na mimi mbele ya mkuu wa mkoa
mbele ya kamati ile iliyekuja kwa ajili ya kukata hayo majimbo, nilitoa hoja, na hoja hiyo ndio ilimaliza kila kitu kukubalika kwamba sasa kama ACT Wazalendo wamesema hivi, na kweli hili jimbo la Mtumba na Dodoma mjini likatwe, wakawa wameridhia katika hilo. Na katika kujipanga, sisi tumejipanga kwa staili mbili. Mtumba tumeshaweka uongozi, Dodoma mjini tumeshaweka uongozi. Pia tumeshatangaza jimbo la Mtumba madiwani wajitokeze, na jimbo la Dodoma mjini madiwani wafanye nini? Wajitokeze, na wabunge vile vile. Hivi ninavyozungumza, baada ya wiki moja mtasikia moto unavyowaka kuhusu maeneo hayo. Mwenyekiti, moja ya changamoto ambazo zinatokea katika vyama ni ushiriki mdogo wa wanawake kuwania nafasi za uongozi kuelekea kwenye uchaguzi kwa nafasi mbalimbali ikiwemo udiwani na ubunge. Nyie kwenye chama chenu ACT Wazalendo mkoa wa Dodoma, mmewapa nafasi kwa namna gani wanawake ili nao waweze kushiriki kamilifu katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ikiwemo ubunge na udiwani? Tena kwa taarifa yako, ndani ya ubunge au udiwani wameshajitokeza wakina mama si chini ya 10, ndani ya udiwani na ubunge 2 ambao watakayegombea kwa nafasi hizo. Vipi kuhusiana na swala la urasimu ndani ya chama? Moja ya changamoto ambayo inarudisha kina mama nyuma ni urasimu. Mbali ya kwamba amejitokeza, lakini kuna kuwa na urasimu wakati wa mchakato wa kura za maoni za nani agombee udiwani, nani agombee ubunge ndani ya chama. Hali ikoje kwenu? Hali ya kwetu sisi tumetoa mwongozo. Katibu mkuu ametoa mwongozo jinsi ya kuchuja na kuweza kuwapata wagombea. Hivyo basi yule mwenye uwezo atapita kwa uwezo wake. Asiyekuwa na uwezo basi huwezi ukambeba mtu ambaye hana uwezo. Na wazingatiaje watu wenye ulemavu na mahitaji maalum katika kuwania nafasi za uongozi ndani ya chama chenu cha ACT Wazalendo mkoa wa Dodoma? Mkoa wa Dodoma tumeshatembelea kituo cha Kizota, kina eneo la walemavu na maeneo mbalimbali, na bahati nzuri tumewapata hao walemavu sehemu kama 3: Homboro, Kizota pamoja na Kikombo, ambao wanatia nia ya kuweza kugombea udiwani. Al Muhammad, pengine labda kama una swali kwa mwenyekiti. Mwenyekiti, hebu tuambie sasa, tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka 2025, uchaguzi mkuu. Nini matarajio yenu kama ACT Wazalendo? Mnaiona wapi nafasi ya kwenda kushika dola? Mnaiona wapi nafasi ya kuweza kupata viti vingi vya udiwani na kuweza kusimamisha wabunge katika majimbo mawili haya ya mkoa wa Dodoma? Kama mwenyekiti, hali ikoje? Mmejipangaje zaidi, na nini watarajie wafuasi na wanachama wa ACT Wazalendo mkoa wa Dodoma? Kwa mtazamo hali halisi, kama itatendeka haki mbele ya dini, kwamba uchaguzi uwe huru na haki, tunatarajia ushindi kupata madiwani na pamoja na wabunge endapo itatumika haki. Lakini isipotumika haki, basi hiyo ni nguvu za Mungu kwamba tumezurumiwa katika uchaguzi. Tumeona baadhi ya vyama vya siasa hapa nchini vya upinzani vimeungana. Nyie kama ACT mna mpango gani wa kuweza kuungana na vyama vingine vya siasa ili kuweza kuunganisha nguvu moja na kuweza kuwa na nguvu na kwenda kuhakikisha mnakamata dola na kuweza kusimamisha wawakilishi wengi kuanzia bungeni hadi katika ngazi ya kata kwa maana ya udiwani? Katika vyama kuungana ni pamoja na katika timu za mpira, mfano Yanga, Simba. Sasa mkishaingia kwenye uwanja, uje kila mmoja anapiga anavyoweza. Kuungana mnaungana, lakini kwenye kucheza mpira, tukishaingia kwenye mpira, kila mmoja anacheza kivyake. Tuwe kitu kimoja. Lengo sisi ni kumshinda ambaye ni CCM. Ni kupambana na nani? Na CCM.
sio sisi kwa sisi, bali tukikukuta mwenzetu ambaye tumeungana, tunakwambia bwana, mtu wako hawezi, mwachie ACT, ana nguvu. Tukikuta unaleta ubishi, basi sisi tunakutandika, maana kila mtu ana kocha wake. Kwa hiyo unaliona hilo kuwezekana kwamba sisi sote tumesimamisha vyama takribani 5 vya upinzani, lakini tunaona hao wengine 4 hawana nguvu, mgombea wetu sisi ana nguvu. Mnaweza kukubaliana kweli kwamba hapa sasa tunakuachia wewe, tunakusupport wewe? Kwa hoja hiyo, sisi ACT Wazalendo kila mtu ana kocha wake, na unapoingia kwenye mchezo lazima mnafuata refa alivyoweza kwa nani, kocha alivyoweza kuwaelekeza. Sasa pale kwenye kushindana, wewe wa chama kingine uwe na mgombea wako ambaye hawezi, lakini sisi ACT sehemu kubwa wachezaji wetu wanacheza vizuri na tunaweka wako vizuri, na nafikiri sehemu zote tutakazoweka ni tunatarajia kupata ushindi, sio kushindwa. Sawa. Mwenyekiti, ni miaka 4 sasa ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pengine unazungumziaje kwa muda huu ambao yeye yuko madarakani? Mengi yameweza kufanyika, ikiwemo kukutanisha vyama na kuweza kuzungumza na kujadili masuala mbalimbali. Nyie kama ACT mnazungumziaje miaka yake 4 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan? Mimi nazungumzia kimkoa. Sizungumzie kitaifa. Kimkoa Dodoma hali koje? Mimi nazungumzia kimkoa. Sawa. Tukija Mheshimiwa Rais katika mazungumzo yake yote ya 4R alikuja nayo vizuri sana, tena ameenda nayo vizuri sana. Tatizo limekuja kwenye vitendo. Kwenye nini? Kwenye vitendo. Unajua katika vitendo ni pale unapotendewa haki. Ukiwa na watoto wako wote, mfano una watoto 4. Watoto wangapi? 4. Na wote ni watoto wako. Sasa watoto wanaangalia ni mtoto yupi anapendelewa na mtoto yupi ambaye hapendelewi. Lakini tunachoangalia kwa sasa, anayependelewa ni CCM. Na sababu ninayosema hivi, ile 4R tulitarajia uchaguzi wa 2024 wa serikali za nini? Za mitaa. Kweli utaweka 4R ya kwamba tuwe na maridhiano na haki itendeke katika uchaguzi. Lakini haki, kura zikazi naibiwa. Na kabisa unaona saa zingine mshindi, mfano mimi naweza nikatoa mfano Kizota. Nilikuwa na mgombea wa ACT Wazalendo na alikuwa anaitwa Chura. Yule bwana alikuwa amtoe yule mama na alikuwa na mambo ambayo sio mazuri, lakini katika hilo ilitumika mbinu mpaka matangazo yanakuja kutolewa kwenye saa 4 au saa 5 usiku, ambacho si sahihi. Sasa kama itatendeka haki, kama itatendeka nini? Haki, basi 4R itakuwa imefanyika. Lakini mimi kwa mtazamo wangu kimkoa, kwa Rais Mama Samia, mambo anayazungumza ni salama. Sasa nina mashaka, inawezekana huku chini washauri wake, maana tunarudi, tumepita huu mwezi ulikuwa waidi, mwezi wa nini? Waidi, wa kuchinja huu. Sasa unapochinja lazima urudi kwa Mwenyezi Mungu, na unaporudi kwa haya ya duniani tutayaacha. Kwa hiyo mimi nilichokuwa na shauri, nilikuwa natoa hata wito kwa rais wetu kwamba aturudie na sisi ambaye ni wote familia moja, watoto wake wote 4. Lakini kwa nini analisha mtoto mmoja, anaacha hawa watoto wengine? Tukushukuru sana mwenyekiti, tumeweza kuna Mheshimiwa Mwenyekiti, turudi kwenye hoja ya msingi ya uchaguzi, na umeeleza mambo mengi ambayo umejipanga kama mkoa wa Dodoma. Mimi nikupe nafasi basi kuzungumza na wananchi wanaokusikiliza sasa hivi, kwa sababu nguvu kubwa ni mwananchi mwenyewe ndio anaenda kuamua anamchagua nani na kwa misingi ipi, kwa maana ya kadi yake ya kupiga kura na kuonekana kwenye tukio zima la kupiga kura siku hiyo. Hebu zungumza na wana ACT, zungumza na Watanzania kwenye kuelekea kupiga kura, wazingatie nini? Mimi katika wito wangu katika mkoa wa Dodoma, wananchi
jitokezeni kwa wingi kwenda kupiga kula. ACT Wazalendo hatususii, tutaweka madiwani, tutaweka wabunge, lakini ninaomba nyinyi wananchi ndio mtajua nani anatufaa kutuwakilisha udiwani, nani anafaa kutuwakilisha ubunge, na hakuna njia nyingine yoyote. Chama chochote kwa sasa ni ACT Wazalendo. Ukimuona diwani aliyewekwa na ACT Wazalendo, mpe kula yake, kwa sababu yeye anahitaji haki na uwazi. Linda demokrasia wewe mwananchi katika kula yako. Tunakushukuru sana mwenyekiti. Tukushukuru sana mwenyekiti. Yes, tukushukuru. Asante sana mwenyekiti. Sawa. Tulikuwa na mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Dodoma.